Shirika la Search for Common Ground lenye makao yake makuu jijini Dar es Salaam na ofisi ndogo mjini Mtwara linatekeleza mradi wa Kwa Pamoja Tudumishe Amani katika wilaya za Mtwara na Tandahimba unaofikia jamii za Mtwara Manispaa, Mtwara Vijijini na Tandahimba. Mradi huu ambao umekuwepo kwa takriban miaka 3 hivi sasa unalenga kuimarisha mahusiano baina ya wadau wakiwemo polisi, vijana, wanawake, bodaboda na viongozi wa kijamii wa maeneo husika ili kuweza kudumisha amani katika jamii, jambo ambalo linaenda sambamba na shughuli mbalimbali yakiwemo mabonanza ya michezo. Juma Rashidi Mukua ni afisa mradi msaidizi ambaye anaeleza kwa kina kuhusu mradi huo. Mtwara tunatekeleza mradi wa Kwa Pamoja Tudumishe Amani ambao una miaka zaidi ya 3 ambapo unatekelezwa katika wilaya 3. Wilaya ya kwanza ni Mtwara mjini, sehemu ya pili ni Mtwara Vijijini, sehemu ya 3 ni Tandahimba. Hivyo basi katika mradi wa Kwa Pamoja Tudumishe Amani una shughuli nyingi sana, na miongoni mwa shughuli ambazo zinafanyika ikiwepo na hii ambayo umetukutanisha hapa. Jana tarehe 29 tuliweza kufanya bonanza ambayo tulifanyia Msanga Mkuu, na leo tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2024 tutakutana hapa Mtwara mjini, ambayo hili bonanza linawakutanisha wale wadau ambao wameorodheshwa kwenye mradi wa Kwa Pamoja Tudumishe Amani, ambapo katika mradi wa Kwa Pamoja Tudumishe Amani tuna wadau takriban 6 ambao kila mmoja ana nafasi yake. Mradi huu Kwa Pamoja Tudumishe Amani una lengo kuu la kuimarisha mahusiano baina ya wanajamii, yani wanajamii hao bodaboda, wanawake, vijana, vyombo vya ulinzi na usalama ambao tunafahamu kama ni polisi, lakini pia viongozi wa dini na viongozi wa serikali za mitaa na serikali za kata. Miongoni mwa makundi ya wanajamii ambayo yamepewa kipaumbele kwenye mradi wa Kwa Pamoja Tujenge Amani ni kundi la wasafirishaji wa kutumia pikipiki maarufu kama bodaboda, ambao afisa mradi msaidizi anaeleza ni kwa nini kundi hilo limepewa nafasi kubwa katika mradi. Sasa kajiuliza ni kwa nini tumechagua bodaboda? Tumechagua bodaboda kwa sababu hawa ndio mawakala wakuu wa usafirishaji ambao wanasafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kwa sababu huu mradi unagusa mambo ya kiusalama zaidi, ina maana wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani, kila mmoja akiweza kuparticipate kwa nafasi yake. Lakini pia mtu anaweza kujiuliza ni kwa nini pia tumeweza kuwachagua viongozi wa dini. Viongozi wa dini ni kwa sababu wao wana watu wakubwa sana ambao wanawafuata nyuma, yani wana watu wengi ambao wanawaamini, hivyo wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuimarisha amani ama kuibomoa amani. Kwa hiyo wao wakiparticipate kama viongozi wa dini, basi wanaweza kutengeneza jamii nzuri kabisa. Pia mtu anaweza kujiuliza ni kwa nini pia tumechagua wanawake. Wanawake kwa sababu wao ndio wanaelea watoto ama ni walezi wa familia. Mwanamke, sababu jamii inatuambia kwamba ama falsafa inatuambia kwamba ukimwelimisha mwanamke ni sawa elimisha jamii nzima. Kwa hiyo sisi tumefocus na wanawake ili tuweze kuwaelimisha na wao waelimisha jamii ama waelimisha watoto ambao wanalelewa na wao. Na sababu mara nyingi kifamilia mwanamke anakaa na mtoto mara nyingi sana kuliko mwanaume. Pia unaweza kujiuliza ni kwa nini tumechagua viongozi wa kata. Tumechagua viongozi wa kata ama serikali za mitaa kwa sababu wao kama wao ni watu ambao wanakaa kwa ukaribu na jamii, yani wanafanya kazi na jamii. Ina maana kama tukiweza kuimarisha mahusiano kati ya hawa na wananchi, ina maana kila kitu kinakuwa sawa. Lakini unaweza kujiuliza ni kwa nini pia tumechagua vijana. Tumechagua vijana kwa sababu wao ndio chachu ya maendeleo. Tunaacha ile nadharia ambayo zamani ipo ya kwamba vijana ni taifa la kesho, ila kwa sasa tunasema vijana ni taifa la leo. Kwa hiyo ina maana kama tukielimisha vijana sasa hivi ni kwa namna gani tunaweza tukaimarisha amani, basi tunaamini tutajenga jamii yetu bora yenye ustahimilivu mkubwa, lakini pia na yenye kuvunja ukimya ambao tutakuja kujenga taifa letu kuja kuwa sawa. Jeshi la polisi ni sehemu ya wadau wengine muhimu ambao wanashiriki katika mradi huu, na hii ni kutokana na umuhimu wao na nafasi yao kubwa walionayo katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao katika maeneo mbalimbali. Ushirikiano wa wananchi na makundi mbalimbali ya kijamii imekuwa nguzo muhimu katika kutunza amani kwenye maeneo mbalimbali, na hii ndiyo sababu ya Search for Common Ground ikaona umuhimu
wa kuwashirikisha wadau hawa muhimu wa kulinda amani katika mradi huu. Sergeant Maganga kutoka ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ni moja ya washirika wa mradi huo kutoka jeshi la polisi, na hapa anaeleza namna walivyoshirikiana katika kufanikisha malengo tarajiwa. Tumekuwa tukishirikiana na shirika la Sechi katika kutatua migogoro ambayo inakuwa inatukutanisha sisi askari na jamii. Nimeshiriki kwenye mradi, niseme mimi ni mnufaika wa kushiriki kwenye mafunzo yaliyotolewa na shirika la Sechi kwenye mradi wa kwa pamoja tudumishe amani, ambapo nimeshiriki kwa kukutana na wawakilishi wa vijana, viongozi wa dini na viongozi wa serikali za mtaa. Katika midaharo hii ambayo tumeshakutana katika kupata mafunzo, imeweza kutusaidia sisi kama polisi, kitengo cha elimu kwa umma, katika kuzuia uhalifu na katika kudumisha amani. Tumejadiliana mambo mbalimbali, jamii imeweza kutuelezea changamoto zetu, mapungufu yetu ambayo mengine tulikuwa tuyajui, lakini baada ya kuwa tumezijua changamoto ambazo zilikuwa zinawakabili katika kudumisha mahusiano, tumeweza kuzirekebisha na tumekuwa na ushirikiano mzuri, ambapo tumekuwa tukipata taarifa kutoka kwa bodaboda za uhalifu, kutoka kwa makundi ya vijana, wanawake na viongozi wa serikali za mtaa, ambapo taarifa hizo zimetokana na mahusiano mema ambayo yameunganishwa na shirika la Sechi kupitia mradi wa kwa pamoja tudumishe amani. Na kwa sasa ushirikiano wa jamii na sisi kama polisi umekuwa ni mzuri sana. Vijana wamepewa nafasi kubwa katika mradi huu, na hii ni kutokana na ukweli kuwa kundi hili ndilo ambalo limekuwa likihusishwa katika matukio mbalimbali yanayoweza kuhatarisha amani kutokana na wingi wake, lakini pia urahisi wa kuwafikia na kuwashawishi. Kwenye kundi hili la influencer kwa upande wa vijana, mimi ni kiongozi, na kazi kubwa ya kiongozi ni kusimamia vijana wenzangu ambao ni influencer katika swala zima la utekelezaji wa huu mradi wa kwa pamoja tudumishe amani. Mimi kazi kubwa ambayo naifanya katika jamii ni kubadilisha ule mtazamo wa jamii, sana sana katika kundi la vijana. Katika jamii tuna mitazamo tofauti tofauti, au kuna watu ambao wana itikadi tofauti tofauti. Kwa hiyo ile isifanye mtu amchukulie mwenzie kama ule mtazamo wake ambao anauchukulia ni kitu cha tofauti. Kwa hiyo ukifanya hivyo inaweza ikapelekea migogoro. Upande wangu mimi ni kuifanya jamii ibadili ule mtazamo ili kupunguza migogoro ambayo inaweza ikatokea kutokana na kutofautiana kwa hii mitazamo mikali. Pia jambo lingine ambalo naweza kufanya ni kushirikiana na wadau tofauti ambao wanaweza wakasaidia kwenye swala zima la kusimamia au kuzuia migogoro ambayo inatokea katika jamii, kama vile polisi, viongozi wa serikali na pamoja wenyewe Search for Common Ground. Hivi ndivyo namna ambavyo Search for Common Ground imewafikia wanajamii mbalimbali katika maeneo ya Mtwara Manispaa, Mtwara DC na Tandahimba kupitia mradi wa kwa pamoja tudumishe amani, ukilenga kuimarisha mahusiano baina yao ili kuhakikisha kuwa wanakuwa mabalozi wema wa kudumisha amani.